Kwa kuwaita hawa wanasheria kutoka sekretarieti za mikoa, ina maana ni jitihada za serikali yetu kuhakikisha kwamba huduma hizi zinashuka mpaka kule chini wananchi walipo. Kama mnavyojua, mawakili wa kujitegemea wapo, ndio tunao wale waliosajiliwa, wapo mawakili wa kujitegemea, lakini wengi wao wako mijini zaidi. Ukienda vijijini, ukienda kule wilayani ni wachache sana. Sasa hizi ni juhudi za serikali kuhakikisha kwamba wanasheria, huduma hii ya msaada wa kisheria tunapeleka mpaka kule chini wananchi walipo, ili mwananchi asihangaike kusafiri kutoka kijijini kwenda wapi, kule walipo. Kwa hiyo ieleweke kwamba hatuanzi sasa. Huu ni mwendelezo tu, yale mabaki ya changamoto zilizobaki sasa tunawatumia wanasheria wetu kuzitatua huko walipo. Na kama nilivyosema, baada ya kukutana hawa wanasheria wa mikoa, tunaenda kukutana na wanasheria wa halmashauri zote nchi nzima. Na unapozungumzia halmashauri unazungumzia wananchi huko. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi kupitia kwako mwandishi wa habari kwamba serikali imejipanga kuona kwamba changamoto zinazowakabili wananchi hasa katika migogoro hii ya ardhi inapata ufumbuzi. Walioko hapa ambao unaona ni mawakili wa serikali wanaotoka kwenye ofisi wa mwanasheria mkuu wa serikali, wako wanaotoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, lakini pia wako wanaotoka kwenye taasisi mbalimbali na wale wa serikali za mitaa. Hawa ndio watendaji kule kwenye halmashauri, hawa ndio watendaji kwenye mikoa yao. Changamoto zote ambazo wananchi wanakutana nazo utakuta watawasilisha kwa mkuu wa mkoa au watawasilisha kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini sasa katika kuzishughulikia hizo changamoto unakuta kwa mkuu wa mkoa kuna ule utaratibu wa kusikiliza malalamiko ya wananchi. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali naye ana utaratibu wa kuendesha kliniki za msaada wa kisheria kwa wananchi, ambapo ameanzisha kamati maalum ambazo hizi ni za kudumu katika kila mkoa na wilaya ambazo zinahudumia wananchi. Kwa hiyo sasa kwa kupitia haya mafunzo sasa leo wanapikwa kwamba ni kwa namna gani ya kwenda kuwahudumia wale wananchi. Tulikuwa tukifanya hivyo, yani kwamba huduma hizo zilishaanza. Lakini kama unavyofahamu, binadamu kuna kusahau, kuna kujisahau. Na sisi ni binadamu, lakini kama wizara imeona kuna sababu ya kwamba hawa ili waendelee kuzingatia maadili ya kazi lazima tuwafunze.